Bwana Clement Mzize ametoka kutoa tuzo ya goli bora la mwaka la CAF. Sasa hii inamaanisha kitu kimoja tu kwa baadhi ya watu ambao walikuwa pengine hawafahamu: pesa. Hii inamaanisha kitu kimoja tu kwa Mzize: kuna pesa inaingia hivi sasa, kuna pesa itakuja hivi sasa. Sasa basi, hii pesa inatokea wapi? Inakuja katika mazingira gani? Na inaweza kuwa ni kubwa kiasi gani kwa upande wa Clement Mzize? Kwanza ieleweke, CAF wao huwa hawatoi fedha yoyote kwa wachezaji ambao wanapata tuzo zao. Yaani wanapohost tuzo zinapokuwa zinatolewa kwa wachezaji husika, hakuna chochote kitu ambacho labda eti kwamba kinakuwa kinaambatana na ile tuzo ambayo unakuwa umepewa mwisho wa siku, isipokuwa pesa yako kama mchezaji inakwenda kujivuta. Mifereji yako ya pesa kama mchezaji yanakwenda kutokea kwenye sehemu zingine. Sasa mimi nataka tuziangalie sehemu 4 ambazo kuna pesa ambayo inamsubiri hivi sasa Clement Mzize, na ni kutokana na kiatu cha dhahabu cha goli bora la mwaka ambacho amekitoa kwenye michuano ya CAF Champions League akiwa na Young Africans dhidi ya Mazembe, lakini amekitoa kwa niaba ya CAF. Kwanza kabisa ni pesa ambayo itatoka moja kwa moja kwenye klabu yake ambayo anaichezea hivi sasa ya Young Africans. Unajua kuna mambo mawili: ni ama mchezaji anakuwa amewekewa kipengele kwenye mkataba wake kwamba endapo utafunga goli bora la Afrika ama endapo utapata tuzo yoyote ambayo inahusiana na Afrika, basi kutakuwa kuna bonus ambayo utapewa. Lakini hata kama kipengele kama hicho hakijawekwa kwenye mkataba wa Mzize ndani ya takriban siku 7 zinazokuja, ni guarantee atapokea pesa ambayo inakuja haihusiani na performance, lakini itakuja kwa sababu Young Africans watakuwa wameichukua hii tuzo kama ni fahari, na ni fahari kweli, ni prestige award. Kwa hiyo roughly hata milioni 9 inaweza kuwa ni pesa ambayo inaweza kwenda moja kwa moja kwa Clement Mzize. Hiyo ni wastani ambao nimeucalculate kutokana na bonus ambazo mara nyingi wachezaji huwa wanalipwa na vilabu vyao wanapokuwa wanatoa tuzo kama hii. Sasa hii ni pesa ambayo moja kwa moja itatoka kwenye klabu yake na itakwenda kwa mchezaji kama ni pesa ya kwamba tunakupa hii kwa fahari ambayo umeleta, kwa sababu kiukweli ile tuzo inaweza ikawa inaonekana ni ya Mzize peke yake, lakini imekwenda kuwainua kwa kiasi kikubwa Young Africans pia. Yaani Young Africans wanaonekana kwamba wametoa mchezaji ambaye amekwenda kuchukua kiatu cha Afrika kwenye upande wa magoli. Yaani goli bora la msimu uliopita la ligi ya mabingwa barani Afrika na michuano ya CAF kwa ujumla limefungwa na mchezaji wao. Kwa hiyo ni wazi kabisa Young Africans watakuwa ndo wa kwanza kumpa bonus Mzize kwa kile ambacho amekifanya, ambacho ni kutoa kiatu cha goli bora, lakini ni heshima ambayo ameileta kwao. Sehemu ya pili ambayo Mzize atajiona anakwenda kupata manufaa makubwa kutokana na hii tuzo ambayo ameipata ni kwenye upande wa vipengele vya mkataba wake pale atakapokuwa tayari tena kusaini. Ni wazi mkataba wake umetoka kuboreshwa hivi karibuni Clement Mzize, kwa maana ya katikati ya mwaka huu, lakini atakapokwenda tena kukaa mezani, wakala wa Mzize ama msimamizi wa Mzize ama hata Mzize mwenyewe atakuwa kwenye nafasi ya kukitumia hichi kiatu kama ni maso kwa bwana. Unaona tayari hapa kiatu hichi, yani mawakala wanapenda vitu kama hivi. Mnapokwenda kukaa tena mezani kwa ajili ya kujadili vipengele vya mkataba mpya, watu wanazingatia sana hivi vitu. Na hata mtu anayetaka kuja kumchukua mchezaji, klabu yoyote sasa hivi inapoanza kuonyesha interest kwa ajili ya Mzize, hichi kiatu kinakwenda kuwekwa kwenye CV ya Mzize kama bwana, sikilizeni, mchezaji mnayemtaka ana tuzo ya goli bora la Afrika. Msharifahamu vizuri, mchezaji mnayemtaka ana tuzo ya goli bora la Afrika. Hilo mwe mnalijua. Kwa hiyo mwisho wa siku Mzize atakapokuja tena kuwa tayari kujadili vipengele vipi vya mkataba ambao atataka pengine kuongeza hata akiwa na klabu ya Young Africans kwa mara nyingine tena, atapata faida kubwa ya nyongeza. Pengine makadirio wanasema kikawaida. Sasa hapo itategemea na makubaliano ambayo nyinyi mtakuwa mnaona yanafaa pia kulingana na performance ambayo atakuwa ameionyesha. Lakini kupitia hichi kiatu peke yake, milioni 4 mpaka milioni 10 kama sehemu ya nyongeza kwenye mshahara kwenye mkataba unaokuja, ni pesa ambayo wachezaji wengi huwa wanaipata pale wanapokuwa wanatoa tuzo ya kiatu cha goli bora barani Afrika. Hiyo ni sehemu ya pili. Sehemu ya tatu, kuna wadhamini hivi sasa wataanza kumfuata Clement Mzize
kuna kampuni tofauti tofauti za vinywaji, kuna kampuni tofauti tofauti zitamfuata. Tukio fupi Mzize, wadhamini wadogo kwa wakubwa, watataka kufanya sura za biashara yao ziwe ni Clement Mzize. Yaani unapokuwa umeshajitanabaisha kama ni mchezaji ambaye una kitu ambacho ni kikubwa kama hichi kiatu cha goli bora la Afrika, wewe lazima unakuwa unawavutia wadhamini. Wadhamini wanataka kufanya kazi na wewe, hata kama ni kwa muda mfupi, hata kama utapata mikataba miezi 6, lakini hivi ni vitu ambavyo vinakuja. Mwisho wa siku utapata hawa watu watakuja, watataka uwatangazie vitu vyao, kwa sababu wanaamini wewe ni mtu ambaye umeshaongeza thamani yako. Na kwa kesi ya Mzize, kwanza ukimwangalia Mzize pia katika vitu ambavyo pia vinaweza vikamhamasisha ama vikahamasisha wadhamini kuja kwa ajili yake. Unajua Mzize ni mtu ambaye ana story nzuri sana. Yaani ni yule mtu ambaye ametoka chini alafu amerise mpaka juu. Hebu imagine mtu ambaye alikuwa anaendesha bodaboda miaka kadhaa nyuma, alikuwa ni saidia fundi, anakuja anacheza katika klabu kubwa kama Young Africans, alafu anakwenda kuchukua na kiatu cha goli bora cha CAF kwa upande wa Afrika. Hebu wewe ichukulie tu hiyo. Ina maana hiyo ni story, na hakuna kitu ambacho wadhamini wanakipenda kama kuweza kuwa na mtu ambaye anawatangazia bidhaa zao ambaye ana story nzuri nyuma yake. Ina maana ile story ya Mzize inaweza peke yake ikawa ni sehemu ya wadhamini kujaribu kumtumia kujitangazia vitu vyao. Hiyo ni sehemu ya 3. Kuna pesa ya kutosha hapo. Hata kama utapata mikataba ya miezi 6, hiyo ni pesa ambayo itakuwa ni ya kutisha kweli kweli. Lakini sehemu ya 4 na ya mwisho ni kwenye upande wa appearance fee. Ni wazi hivi sasa Young Africans watataka kuleverage kile ambacho wao watakipata kupitia image ya Clement Mzize. Na maana kwa kufanya hivyo watakuwa wanamlipa mchezaji appearance fee kwa kila push ambayo watajaribu kuitengeneza kupitia yeye. Kwa mfano, mnataka kuuza ticket kwa kiasi kikubwa sana, mnamtumia mchezaji gani sasa hivi ambaye ndo ana trend kwa kiasi kikubwa katika klabu yenu? Ni Clement Mzize. Ni kwa sababu gani? Ni baada ya kiatu ambacho amekwenda kukitoa mwisho wa siku. Lakini mdhamini naye anazo bidhaa zake, tunafahamu anataka kuzitangaza sasa hivi, na ni katika mazingira gani ambayo unaweza ukazitangaza na zikawafikia watu katika hali ya ushawishi zaidi ya kumtumia mchezaji ambaye ametoka kutoa tuzo ya CAF hivi karibuni? Hakuna. Kwa hiyo ukijaribu kutizama vitu kama hivi vinaweza pia vikaenda vikamfaidisha yeye, kwa sababu kwa kila social engagement ambayo Yanga watajaribu kuitumia kwa Mzize aweze kupush, kwa kila mauzo ya ticket ambayo labda watajaribu kumtumia kwa hivi karibuni aweze kuyapush, na kwa chochote ambacho kitakuwa kinaleta maslahi kwa klabu, maslahi kwa mfadhili, basi hiyo inakwenda kuwa ni tunasema small appearance fee kwa upande wa Clement Mzize. Hiyo inakwenda kumfaidisha yeye kama yeye. Kwa hiyo bwana, asikwambie mtu kitu ambacho amefanikiwa kukifanya Mzize, kwa maana ya kutoa kile kiatu cha goli bora la Afrika kupitia tuzo ambazo watu wamempigia, kinakwenda kumpa maslahi makubwa sana. Yaani kila hakipiti tu kwamba ni kiatu tu hivi, hapana. CAF hawalipi moja kwa moja, lakini vipo vyanzo vingi ambavyo vitakusanyika hivi sasa kwa pamoja kwenda kumpa pesa yake Mzize. Na kwa makadirio, ukitoa vipengele pengine vya mkataba na kila kitu ambako kunaweza kukaa kuna nyongeza zake pale ambapo Young Africans watajaribu tena kuja kukaa mezani, pengine muda sio mrefu ukashangaa hata miezi 6 inayokuja watu wakajaribu tena kukaa, kwa sababu kuna interest pia itakuwa imekuja kutoka kwenye vilabu vingine. Watu wameona hichi ambacho Mzize kafanikiwa kukifanya. Kuna vilabu ambavyo vilikuwa vinamtamani huko vimeona. Kwa hiyo ni wazi inaweza isichukue muda mrefu kabla kikao kingine hakijakuja kukaliwa, lakini kabla kikao hicho hakijafika, kwa haraka Mzize anaweza akawa anaangalia hata dola upwards ya 12,000, yani upwards ya dola 12,000, kutokana na hivi vidili vingine tu. Kaja mdhamini, kuna appearance fee atakachokipata kutoka klabuni hivi sasa, yani dola upwards ya dola 12,000. Kwa hiyo ni pesa nyingi kiukweli kwa kiatu tu kimoja ambacho umekwenda kukipata, tena ukiwa wala huchezi na vitu kama hivyo. Alafu kitu cha mwisho pia, hata thamani ya Mzize hivi sasa sokoni imepanda. Yani hachezi, ameumia, lakini kupitia kile kiatu cha jana tu tayari thamani yake sokoni imepanda bila hata kuwa anafanya kitu chochote. Kwa hiyo hivyo ndio vitu ambavyo vitakwenda kupatikana kwa upande wa Clement Mzize kupitia kiatu ambacho amefanikiwa kukitwaa cha goli bora la Afrika, ambalo tuzo yake imetolewa na shirikisho husika kwa maana ya CAF.